Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari fupi ya neno la Mwenyezi Mungu, tarehe 4 ya mwezi wa 11 mwaka 2025, juma la 31 la mwaka C wa kanisa. Na siku ya leo pia kanisa linaadhimisha kumbukumbu ya Mtakatifu Karoli Borromeo ambaye alikuwa ni askofu. Karibu tusikilize somo. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako e Bwana. Sura ya 14 aya ya 15 hadi ya 24. Mmoja wapo wa wale walioketi chakulani pamoja na Yesu alimwambia, heri yule atakayekula mkate katika ufalme wa Mungu. Akamwambia, mtu mmoja alifanya karamu kubwa, akaalika watu wengi. Akamtuma mtumwa wake saa ya chakula, awaambie wale walioalikwa, njooni kwa kuwa vitu vyote vimekwisha kuwekwa tayari. Wakaanza wote kutoa udhuru kwa nia moja. Wa kwanza alimwambia, nimenunua shamba, sharti niende nikalitazame, tafadhali unisamehe. Mwingine akasema, nimenunua ng'ombe jozi 5, ninakwenda kuwajaribu, tafadhali nisamehe. Mwingine akasema, nimeoa mke na kwa sababu hiyo siwezi kuja. Yule mtumwa akaenda akampa bwana wake habari ya mambo hayo. Basi yule mwenye nyumba akakasirika, akamwambia mtumwa wake, toka upesi uende katika njia kuu na vichochoro vya miji, ukawalete hapa maskini na vilema na vipofu na viwete. Mtumwa akasema, Bwana, hayo ulioagiza yamekwisha tendeka, na hata sasa ingaliko nafasi. Bwana akamwambia mtumwa, toka nje uende barabarani na mipakani, ukawashurutishe kuingia ndani, nyumba yangu ipate kujaa. Maana nawaambia ya kwamba katika wale walioalikwa hapana hata mmoja atakayeionja karamu yangu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Mpendwa katika Kristo, Injili tuliyosoma hivi punde inamwalika kila mmoja wetu kuingia katika karamu ya mbinguni, kuupata uzima wa milele. Yesu anatufundisha hilo akioanisha yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwaahidia Waisraeli. Aliwachagua wao akawafanya kuwa taifa teule. Na tangu manabii pamoja na mababu iliahidiwa kwamba watapata Masiha ambaye ni Yesu Kristo. Lakini Yesu Kristo alipokuja, Wayahudi hawakumtambua. Wakatoa visingizio tofauti. Mafarisayo, Masadukayo, waandishi na wanasheria hawakumuelewa Yesu kabisa. Kwa hiyo walimkataa. Ndiposa sasa Yesu anatoa mfano huu kwamba ingawa Wayahudi wamemkataa Yesu, basi yeye anawaalika wale wengine wote ambao wako tayari kuingia katika karamu yake, karamu ya mbinguni. Ndiyo maana mimi na wewe sasa tunaalikwa kwa pamoja kuingia katika karamu ya mbinguni. Ili kuingia katika karamu ya mbinguni kuna tiketi au tunasema ni kadi ya mwaliko. Kadi ya mwaliko ambayo itatuingiza katika karamu ya mbinguni ni ipi? Walau kadi hiyo imeandikwa mambo 4. Jambo la kwanza, sala. Jambo la pili, neno la Mwenyezi Mungu. Jambo la 3, kupokea sakramenti. Na jambo la 4 ni kuwasaidia watu mbalimbali ambao wana uhitaji. Tuanze na jambo la kwanza, sala. Mtu anayesali kimsingi anazungumza na Mungu, anajiweka karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, na anaandaa mazingira yake ya kuja kuonana na Mwenyezi Mungu katika karamu ya mbinguni. Mtu anayempenda mtu atamkumbuka mara kwa mara. Vivyo hivyo, mtu anayempenda Mwenyezi Mungu atamkumbuka mara kwa mara. Bwana wetu Yesu Kristo katika Injili ya Mathayo sura ya 6 anamwalika kila mmoja wetu kusali. Kuna visingizio mbalimbali ambavyo mtu aweza kuvitoa asiende kusali, kwa sababu anayesali anaanza kuishiriki karamu
ya mbinguni akiwa bado hapa hapa duniani. Kuna visingizio mbalimbali. Mtu anaweza akasema siwezi kwenda kusali kwa sababu ninawahi kazini, au sisali kwa sababu nimechoka, au sisali kwa sababu sala zangu hazijibiwi na Mwenyezi Mungu. Nimeomba mara nyingi na hivyo sijapata majibu ya sala zangu. Kumbe Mwenyezi Mungu alishasema atajibu kwa muda wake na kwa wakati wake. Ukisoma katika kitabu cha nabii Habakuki sura ya 2 aya 4, kwa kweli Mwenyezi Mungu anajibu sala zetu kwa muda wake na kwa wakati wake anaouona. Tusiwe na vizingizio vingi vya kukataa kusali. Tunafananishwa tu na wale ambao wamekataa kwenda kwenye karamu kwa sababu ya visingizio mbalimbali. Jambo la pili, tiketi ya kuingia katika karamu ni neno la Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu ni taa na mwanga wa kuyaongoza maisha ya mwanadamu. Soma katika Zaburi ya 119 aya 105. Neno lako Bwana ni taa na mwanga wa kuongoza njia zangu. Ninavyotembea, ninavyowaza, ninapofikiria jambo lolote, kimsingi ninapaswa kujiuliza, neno la Mwenyezi Mungu, je, linaniruhusu kufanya hivyo? Kama neno la Mwenyezi Mungu aliniruhusu kufanya hivyo, basi sipaswi kufanya kitu hicho. Kwa mfano, nimechoka sana hata nikatamani kuiba kwa sababu ya uvivu. Neno la Mwenyezi Mungu linaniruhusu kufanya hivyo? Ukirejea katika neno la Mwenyezi Mungu kitabu cha Kutoka sura 20 aya ya 1 hadi ya 17, katika amri za Mwenyezi Mungu kuiba ni jambo ambalo ni baya. Pengine ninamchukia ndugu yangu au rafiki yangu wa karibu, ninamchukia tu. Je, neno la Mwenyezi Mungu linaniruhusu kweli nimchukie huyo ndugu yangu? Na neno la Mwenyezi Mungu tukilisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 18 kuanzia aya ya 18 hadi ya 22, kwa kweli tunaalikwa kusamehe mara nyingi iwezekanavyo. Mtu ambaye analikataa neno la Mwenyezi Mungu anatoa kisingizio chake yeye mwenyewe tu cha kutokubali kushiriki ufalme wa Mwenyezi Mungu. Neno la Mwenyezi Mungu ni tiketi ya kuishiriki karamu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anayekataa kulisoma neno la Mwenyezi Mungu akaishia tu kusoma maarifa mbalimbali, jiografia, civics, historia, chemistry, biology na vinginevyo, mwisho wa siku atakapohitimu atakuta tu katika ulimwengu huu ambao tunaishi nidhamu njema inayoendana na amri za Mwenyezi Mungu ndio itakayompatia heshima na adabu katika ulimwengu huu. Ataonekana mtu mwenye hekima kama kweli ana nidhamu inayoendana na neno la Mwenyezi Mungu, maana katika kitabu cha Mithali sura ya 1 aya ya 7, hekima na maarifa yanatokana na kumcha Mwenyezi Mungu. Tiketi ya 3 ya kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu ni kupokea sakramenti za kanisa. Sakramenti ya ubatizo ambayo inamuingiza mtu katika Ukristo, sakramenti ya kitubio ambayo kwayo Mkristo ambaye anamwamini Mwenyezi Mungu na ambaye analiamini neno lake ataenda kuungama dhambi zake na kuondolewa kwa mujibu wa neno la Yesu mwenyewe katika Injili ya Yohane sura ya 20 aya ya 20 hadi ya 24. Yesu mwenyewe aliwapulizia mitume Roho Mtakatifu na akawaambia, wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote ambao hamtawaondolea dhambi basi dhambi zao zitakuwa hazijaondolewa. Kumbe kwa kushiriki sakramenti ya kitubio kwa kweli tunajikuta tumefika katika karamu ya mbinguni tukiwa bado hapa duniani. Sakramenti nyinginezo ni Ekaristi, ndoa takatifu, daraja takatifu, mpako wa wagonjwa. Tiketi ya 4 na ya mwisho ya kuingia katika ufalme wa mbinguni ambayo hatupaswi kwa kweli kutoa kisingizio kwayo ni kuwapenda binadamu wenzetu na kuwasaidia pale ambapo tuna uwezo wa kuwasaidia. Tukisoma katika Injili ya Mathayo sura ya 22 aya 37 hadi ya 40, basi tunaona ile amri kuu ya mapendo. Mpende Mungu wako kwa akili yako yote na kwa roho yako yote, na umpende binadamu wenzako kama unavyojipenda
wewe mwenyewe. Kumbe tunapowapenda watu wengine tunawatendea yale yaliyo mema, na tunapowatendea yale yaliyo mema tunaanza kuishi ufalme wa mbinguni, tunaanza kuifurahia karamu ya mbinguni tukiwa bado hapa duniani. Lakini tukiwatendea yale ambayo yatawaumiza, basi tunaanza kuyashiriki mateso tukiwa hapa duniani. Kwa mfano, kuna baadhi ya watu, haijalishi sasa ni mwanaume au ni mwanamke, wanashirikiana katika kuua watoto kabla hata hawajazaliwa. Kwa kweli hao wametoa kisingizio tu kwamba sisi hatupo tayari kuingia katika ufalme wa Mwenyezi Mungu ili tuweze kuendelea kufurahia maisha ya dhambi. Kumbe mpendwa mtazamaji, kuushiriki ufalme wa mbinguni, kuishiriki karamu ya mbinguni pasipo kutoa visingizio mbalimbali, maana yake ni kukubali haya mambo manne bila kuyatolea kisingizio: kusali bila kuchoka, kulisoma neno la Mwenyezi Mungu nyakati zote na kulitegemea neno la Mwenyezi Mungu katika nyakati mbalimbali za maisha, za furaha na za huzuni, kupokea sakramenti za kanisa na hatimaye kutenda matendo yaliyo mema kwa watu. Tafakari hii imeletwa kwako na mimi Padre Eugene Ewaldi Kawau, mlezi na mwalimu katika shule ya sekondari ya Mtakatifu Amadeusi Moshi, na kutakia siku njema.